Tunashukuru Yesu ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaenda kipindi nyingine nzuri tena. Tunakaribisha mtumishi wa Mungu aje atulishe neno. Chakula cha kutoka kwa Baba yetu. Chakula takatifu. Bwana Yesu asifiwe. Wala si mwingine ni Pastor Praise. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Yesu ni Bwana. Haleluya. Okay. Mimi namshukuru Mungu. Hakika amenisimamisha tena. Tulikuwa huko ndani kwa pilika huko. Lakini sasa hivi niko hapa katika madhabahu ya Bwana. Wale wasionijua ninaitwa Pastor Praise. Ni bwana na mume wa mtu mwenye watoto wanne. Kana wawili. Bwana Yesu asifiwe. Hakika mimi sitokuwa mrefu sana. Leo tunachapa neno kwanza. Alafu mambo mengine baadaye. Kwa ajili ya yote tuamini kwanza. Asante mtakatifu uliyekaa katika kiti chako cha enzi. Baba uliyeziumba mbingu na ardhi. Hakika ukawaumba wanadamu Baba yangu kwa ajili ya kukuabudu. Baba yangu ni kwa ajili ya kukuabudu. Tumeacha vyetu vyote na mambo yetu yote. Tumekufuata wewe kwa maana wewe ndio njia kweli na uzima. Baba, nenda ukaongoze watoto wako mahali hapo. Ana jinsi nilivyosimama juu ya madhabahu haya kunena neno lako. Wacha Mungu wangu ukanijaze na Roho wako, ukanena mwenyewe Baba yangu, ukanitumie kama chombo. Hivyo hivyo watu wako ukawatumie Mfalme, ukawaongoze katika neno hili. Wakapata ufahamu na jinsi Mungu upendavyo, kwa maana wewe ni Mungu mwaminifu na mkamilifu. Na kupitia jina kamili na mwana wa Yesu Kristo tumeomba sote na hata kuamini. Hakika ni siku njema. Hapa nitaongea kuhusu mambo matatu. Nitaongea kuhusu mambo matatu tu, si mengi, matatu peke yake. Tuende Kumbukumbu la Taurati 8 kuanzia 11. Kumbukumbu la Taurati. Amen. Haya, msomaji wangu twende na kitabu cha Kumbukumbu la Taurati 8 kuanzia 11, nasema jihadhari usije ukamsahau Bwana Mungu wako kwa kutozishika amri zake na hukumu zake na sheria zake ninazokuamuru leo. Jihadhari usije ukasahau hukumu za Bwana. Leo hii ninaongea kuhusu Misri, ndiye jangwani na hadi Kanaani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alitutoa Misri akatuweka jangwani kwa miaka 40 na hatimaye finally wakaingia katika mji wa Kanaani. Hakika nikiangalia wana Yerusalemu wengi, tuseme 90%, sisi bado tuko jangwani. Huo ni ukweli wa Mungu.
Misri, ni ukweli, lakini bado tuko jangwani. Na kama kuko na wale ambao wamekanyaga katika mipaka ya Kanaani, basi ni kama 9% ndani ya nyumba hii. Nafikiri nimepoteza watu, lakini nitawaleta katika utukufu wa Bwana. Roho wa Mungu awaandame ili tuweze kuelewana katika neno hili. Bwana Yesu asifiwe. Ninasema hii maana Musa alipotumwa Misri, yeye alienda akanena na Yakobo, nataka niwatoe niwapeleke wapi? Kanaani. Lakini kuna wana wa Israeli waliendeana wao kwa wao, kama jinsi wana Yerusalemu tunavyoletana sisi kwa sisi. Kwa maana Pastor John alipokuwa hapa hakuendea watu wote hawa, aliendea wachache. Nataka niongee hii. Mungu anasema utakapofika Kanaani usimsahau. Hebu endelea, soma mpaka mwisho, soma tu. Nataka utege masikio yako before turudi kwa Hesabu, tuone tuchanganye haya maneno mawili. Angalia. Utakapokuwa umekula na kushiba kabisa na kujenga nyumba nzuri, kwa maana umefika Kanaani, na kukaa ndani yake, na makundi yako ya ng'ombe, na kondoo yatakapoongezeka, fedha yako na dhahabu yako itakapoongezeka, na kila kitu ulicho nacho kitakapoongezeka, basi hapo moyo wako usiinuke ukamsahau Bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Unasikia maneno hayo? Endelea kidogo. Aliyekuongoza katika jangwa lile kubwa lenye kitisho. Kama nimesema, kama kuna watu wamekanyaga kwa mipaka ya Kanaani, wachache sana. Lakini sote tuko wapi? Na pia tuko huko. Na wao wanatuambia sisi ni wachache. Na wao wenyewe hata haona kitu. Mimi Mungu hata nimefungiwa nyumba, sasa Mungu wangu uko wapi? Hapana. Hairuhusiwi. Msomaji, tunarudi Hesabu. Tunaanzia hiyo 11, tunaanzia 1. Tuone sasa. Maana utakapofika Kanaani, anakuambia usinisahau wakati nimekupatia hivi. Usiseme ni mimi nimefanya, ni nguvu zangu. Hapana. Ni yeye aliyekutoa huko Misri mpaka amekufikisha Kanaani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hili neno ni gumu. Na sasa hivi nimegonga katika vichwa vya watu. Kwa hiyo msikuje tukawa hapa tukalaumu kwa sababu unamwona mwenzangu hatufiki sawa sawa sisi. Sio kama wale wana wa Israeli wote walifika Kanaani mbele. Kwa sababu nasikia ilikuwa ile katikati ya hema ni kama maili 600. Pale katikati ya hema ambalo watu walikuwa wakikutana. So kutembea kucross hao watu wote kucross hiyo diameter yao ilikuwa ni siku 2. Unajua watu walikuwa ni wengi sana. Lakini wote kwa miaka 40 ndio wakaingia wapi? Kanaani. Kwa hiyo wana Yerusalemu hatutofika sawa sawa Kanaani. Kila mmoja na siku yake. Jipe moyo. Utakapoona majaribu, hata unaambiwa wewe ni mchawi, jua huko njiani unaelekea. Wewe ni mchawi, wewe unaelekea wapi? Wewe ni devil worshiper, unaelekea wapi? Beba hiyo imani. Usilalamike. Hadi Yesu wangu uko wapi? Mbona sikuoni? Wenzangu wana nyumba, wenzangu wani bado mwanangu. Umekosa kula, umelala njaa. Jua ya kwamba uko jangwani ukielekea wapi? Endelea msomaji, tuakie hiyo moja. Hapa haupaswi kulalamika. Amen. Amen. Kitabu cha Hesabu 11 kuanzia 1 inasema kisha hao watu walikuwa kama wanung'unikao wakinena maovu masikioni mwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeye aliyekuweka kwa janga anakwambia usilalamike, lakini walikuwa wakilalamika kama jinsi inavyosema. Usiseme Yesu wangu uko wapi? Mbona umeniacha? Mimi
Kama umeniachana ni mpaka saa hii nimelala njaa. Hapana. Amen. Jua Bwana anakujaribu ili akufikishe wapi? Kanaani. Endelea msomaji. Hili neno ni zuri kama unaofahamu. Saa hii hakuna kitu cha kubabaisha. Hadi sijui nachelewa, Pastor John uniombee vizuri, wenzangu uniombea wakabarikiwa. Hapana. Sio hiyo. Jua ya kwamba wewe uko wapi? Ukielekea Kanaani. Endelea msomaji. Amen. Bwana aliposikia hayo, hasira zake zikawaka. Na moto wa Bwana ukawaka kati yao. Ukateketeza katika mipaka. Unasikia haya maneno jamani? Amen. Unaponung'unika katika hili jangwa tulilo saa hii, Mungu anashukisha ghadhabu yake. Yes. Sijui nanielewa hapa. Usinung'unike, maana Mungu ataleta pigo juu yako. Ndipo tuliambiwa wakati wa shida tuwe na furaha, wakati wa raha tuwe furahini siku. Nasema ni Wafilipi ngapi ngapi? Tuendelee. Na moto wa Bwana ukawaka kati yao. Ukateketeza katika mipaka ya mwisho wa marago. Mwisho wa marago yao. Amen. Endelea. Ndipo watu wakamlilia Musa. Naye Musa akamwomba Bwana. Na ule moto ukakoma. Angalia sasa mnapatia baba taabu na mama maombi hapa. Adabu. Baba mimi sina moto na watu. Baba kuna nini? Unaona hizo shida zenu. Mwenzangu, kuna watu wanasema, wewe baba unamwombea vizuri mtu fulani mpaka amebarikiwa. Mimi sijabarikiwa na kila siku naabudu wao. Hata hauoni. Hiki tunawapatia wazi. Ujue kabisa kwamba mimi ni lazima nijaribiwe. Kama wao walijaribiwa kwa miaka 40, wewe ni nani? Unataka siku 2 uingie tayari katika baraka zako Kanaani tayari? Hapana, hiyo haiwezekani. Hiyo sahau hii. Tuendelee. Hiyo sahau. Jina likaitwa Tabera. Amen. Tuendelee. Kwa sababu huo moto wa Bwana ukawaka kati yao. Uliwaka kati yao. Waka sana. Mtoto ameinuka malengelenge mwili mzima. Ni wewe kwa kunung'unika kwako. Unajiletea ghadhabu tu ndani ya nyumba yako. Ukiona limekuja mwambie Mungu, hili umelileta utatoka. Amen. Kama umetaka hiki kikombe ni kinywa. Yeye alisema hiki kikombe ni changu. Kwa nini wewe usikunywa? Maliza. Ukimaliza ataleta chengine. Maliza. Tunaenda kurudi tu. Kwa Yesu asifiwe. Amen. Endelea msomaji. Kisha mkutano wa wafuasi waliokuwa kati yao wakashikwa na tamaa. Wengine wameshikwa na tamaa hapo tena. Angalia mwanadamu, ujue hizi baraka kumbe wakati mwingine unazisukuma huko. Hata ilikuwa ni kesho uingie Kanaani. Hayo umepeleka checkpoint hiyo Kanaani ilikuwa imefika. Huko kunung'unika kunachelewesha baraka zetu. Endelea msomaji. Mkutano wa wafuasi waliokuwa kati yao wakashikwa na tamaa. Wana wa Israeli nao wakalia tena. Wakasema, ni nani atakayetupa nyama tule? Twakumbuka samaki tuliokula huko Misri bure. Angalia, wanataka kurudi huko tena alikotoka. Bwana Yesu asifiwe. Unataka kurudi Misri hapo? Lakini kunung'unika kwako kutakupelekesha Misri. Na haya Mungu ana sababu. Usilie unasema mimi nimeomba ndoa, nimeomba mtoto. Sasa huyo Mungu yuko wapi? Hapana. Wewe bado uko jangwani, tunaenda wapi? Rahisi tu. Yaani ujikubali.
Just believe yourself. Hivi ndivyo nilivyo. Wewe unataka upae taya? Hakuna kupaa. Tuendelee. Shikani mwenyewe anadaiwa Kenya. Sijui kakuaje. Tukumbuka samaki tuliokula huko Misri bure. Tukumbuka samaki tuliokula Misri bure. Na yale matango. Kabisa. Na matikiti maji. Na mboga. Na vitunguu haya. Na vitunguu saumu. Maji saumu. Twende nani? Amen. Lakini sasa roho zetu zimekauka. Hapana kitu chochote. Kabisa. Hatuna kitu cha kutumaini. Hakuna. Isipokuwa hii maana tu. Tumeacha nyama, samaki, matikiti maji, vitunguu saumu, kila kitu huko Misri. Na tena tulikuwa tunachapa bure. Sasa hii amana na hata haipatikani jangwani. Tunapata kile. Ni nani? Nimeendelea msomaji bure. Na hiyo maana ilikuwa mfano wa chembe za mtama. Kabisa. Na kuonekana kwake kulikuwa kama kuonekana kwake dola. Yaani ni adhimu sana. Haipatikani. Na hiyo amana hata sisi walikuwa wananunua, Mungu anawapatia bure. Lakini wamekumbuka nyama wapi? Misri. Wakazunguka na kuikusanya. Wakaikusanya. Kisha wakaisaga kwa mawe ya kusagia. Kabisa. Au kuitwanga katika vinu. Kisha wakaitokosa nyunguni. Kabisa. Na kuandaa mikate. Na tamu yake ilikuwa tamu ya mafuta mapya. So unaona? Yaani utamu wa maana ilikuwa ni utamu wa mafuta mapya. Bwana Yesu asifiwe. Maana Mungu anatengeneza vitu. Umande ulipoyaangukia marago wakati wa usiku. Hiyo maana ilianguka pamoja nao. Amen. Nimemaliza. Wakati umande ulipo Hapa haukomi hitu kikona achana na mambo ya Misri yamepita twende huku. Tuendelee. Amen. Basi Musa akawasikia watu wakilia katika jamaa zao zote. Wanalia sasa. Tuendelee kusoma. Kila mtu mlangoni pa hema yake. Na hasira za Bwana. Amen. Unaponung'unika, huyu Mungu hushukisha adhabu. Jamani, hili neno lishikeni mkono. Amen. Wewe kama ni muuzaji, unauza mboga, usinung'unike. Tuko jangwani, tunaelekea huku. Wewe kama ni mtu wa kuuza mitumba, usinung'unike. Kama wewe ni mama maandazi, usinung'unike. Kubali. Usiseme mwenzangu amesimama hapa anatoa ushuhuda. Mimi hata nimenunua Land Cruiser mpya. Haina yani ama hata amenunua Range Rover. Ama amenunua Mercedes Benz. Wewe roho imekupasuka. Sasa mimi hata hapa kanisani mimi ndo nilianza kitambo lakini hata sijaifikiwa. Kwani mimi naombewa vipi? Ama mimi ninaomba vipi? Unanung'unika. Hata inaweza kuwa baraka yako ni kubwa kushika huyo mwenye amebarikiwa mabega. Huyo Mungu ana sababu na wewe. Kutoka nyumbani ukafika mahali hapa. Mungu yuko na wewe. Amen. Anasema mwanangu twende tu. Anajua kitu atafanya. Kuna njia atakupeleka. Usinung'unike. Usiwe na pressure. Hadi wewe situme jenga ghorofa yeye sijua mimi sina pressure. I know one day one time God will do something on me. Amen. Tuendelee kusoma tunaenda tuko Misri, baada yuko huko, wewe baki huko. Wewe tuko ndio jangwani, sisi tufuate msafara wetu tukielekea Kanaani. Wewe wamefika Kanaani, msimkejeli Mungu. Amen. Sasa hizi ni nguvu zako hizi. Hii ni bidii yangu. Hujui mimi vile nimefanya wewe. Mimi nimesoma sana mimi. Umesoma sana wewe.
I'm joining you. Tuendelee msomaji. Amen. Na hasira za Bwana zikawaka sana. Musa naye akakasirika. Unaona sasa, wakati mwingine mnakasirisha baba, anakuwa mkali. Maana haukome kunungunika. Baba hapa wakati mwingine anaomba mpaka kuna mtoto wangu, kwa hiyo unaona ile mtoto wangu ananishangaza sana. Kifika nyumbani, nachukua kitambaa chake, chupa yake ni maiki, mpaka anaomba mpaka analala akili. Sijaona. Sijaona hiyo. Na ile kule angalia hizo zile za kwenye Facebook, hizo TikTok za mtumishi, hizo ndio vitu zake anafanya. Amen. Kama haoni yeye akiamuka tu paa akwambia nataka simu nione Pastor John. Amen. Ana mambo. Dada yangu amebarikiwa na baba yake, babu yake. Haya. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee msomaji. Musa akamwambia Bwana, mbona umenitenda uovu mimi mtumishi wako? Mpaka Musa sasa anaanza kula. Ndio maana Musa kufika Kanaani kwa sababu ya nyinyi. Amsate baba asifike Kanaani, afshinde. Shindwe sana. Mpaka Musa mwenyewe anasema Bwana Mungu umenitenda uovu. Aliyemaliza na watu kufika Kanaani ni Yoshua. Tuendelea msomaji tusikie hapa. Amen. Kwa nini sikupata neema machoni pako? Kwa nini Mungu hukunipa neema? Hata ukanitwika mzigo wa watu hawa wote. Umenitwika mimi juu yangu. Baba umeubeba huu mzigo. Mimi si. Amen. Je, ni mimi niliowatungisha mimba watu hawa wote? Hawa wote ni mimi. Mtumishi anajitetea kwa Mungu wake sana. Endelee. Amen. Je, ni mimi niliyowazaa? Ni mimi. Hata ikawa wewe kuniambia haya, wachukue kifuani mwako mfano wa baba mwenye kulea achukuavyo mtoto anyonyaye, uende nao mpaka nchi uliowapia baba zao. Usikiza upendo leo na mtumishi. Jana ametubeba kama watoto kifuani kama mzazi. Ametubeba na tupeleka Misri mahali salama. Lakini wewe bado kokoto hata uendapo kokote. Endelee. Amen. Nipate wapi nyama ya kuwapa watu hawa wote? Nipate wapi nyama? Kwani wanililia wakisema tupe nyama tupate kula. Angalia. Maana wameacha samaki huko Misri. Na walikuwa wakila bure. Ndio. Sasa Pastor John amewabeba hata na wapeleka Kanaani na hakuna nyama. Jangwani tena tuko na kiu. Tupe nyama bwana. Kama hauna nyama tunarudi Misri. Wala damu jalili. Wala kama. Hakika kazi ya utumishi ni ngumu. Hapa kama unaelewa jinsi Musa alivyopelekwa, hii kazi ya utumishi ni ngumu. Wakati mwingine na baba hunena. Unamwombea mtu anapona, Mungu amekutumia. Yeye tena anainuka na kusema ndio. Na amekuja hata hajielewi. Umeomba umefunga mpaka ameinuka. Jerusalem, mademo waliwashi umeponesha ndio basi.
malizia. Amen. Mimi siwezi kuwachukua watu hawa wote peke yangu. Siwezi. Amen. Kwa kuwa ni mzigo mzito sana kabisa wa kunishinda. Na kama ukinitenda hivi na kuomba Mungu wangu, uniulie mbali kabisa, yaishe. Amen. Kwamba nimepata fadhili mbele ya macho yako, basi nami nisione haya mashaka yako, nisione tena. Mungu, nitoe hapa Yerusalemu, mtumishi anaongea Mungu wangu, nitoe hapa kwa maana nimepata neema yako. Haya ya wana Yerusalemu niwaache na basi, watarudi Misri, wataenda wapi? Mimi kwa ajili nimepata neema yako, nikae na wewe. Naona Musa vile alikuwa anateseka mpaka hapo, anaenda kubeba mapepo, anakuja na kombea, anatoka na rudi huko, analeta mengine. Yaani kazi yako kuchukua na kuacha tu. Amen. Kisha Bwana akamwambia Musa, nikusanyie watu 70 miongoni mwa wazee wa Israeli, ambao wewe wajua kuwa ndio wazee wa watu hawa na maakida juu yao, ukawalete hata hema ya kukutania hapo katikati, wasimame huko pamoja nawe huko, nami nitatoa sehemu ya roho iliyo juu yako. Hiyo roho naona sasa pasha John anapokonya kakasemu ka roho tugahaje na sisi. Kwa sababu ya huo tukutuwe. Tuendelee kwa baba. Amen. Nami nitashuka niseme nawe huko. Nami nitatoa sehemu ya roho iliyo juu yako na kuiweka juu yao. Nao watachukua mzigo wa watu hao pamoja nawe. Ili usiuchukue wewe peke yako. Kwa nini usipate hiyo na wewe naomba gaanywa? Usipate kidogo. Tupate tukasehemu ili tuungane pamoja huu mzigo. Amen. Endelea. Kisha uambie watu hawa, lazima wajitakase. Na jana walikuwa wamecharukoni. Upati. Endelea. Amen. Kisha uambie watu hawa, waambie, jitakaseni nafsi zenu kabla ya kesho kabisa, nanyi mtakula nyama. Kwa maana mmelia masikioni mwa Bwana mkisema, ni nani atakayetupa nyama tule? Amen. Watu wataumia hapa. Sima msingine nataka nyama. Wataumia hapa. Endelea msomaji. Amen. Maana huko Misri tulikuwa na uheri. Uheri gani? Huko walikuwa ukipiga mabia, ukipigana madoni na watu. Kivazi Biblia stadi huko. Kicharuka 24/7. Hadi ulikuwa na uheri gani? Hata sasa hivi hapa tungetuko wengine wangekuwa watu wamesauliwa wamekufa kitabu. Lakini sasa hivi ndio neema Bwana ndio inaonekana. Amen. Basi kwa sababu hiyo Bwana atawapa nyama nanyi mtakula. Endelea tu sasa. Hamtakula siku moja kama sikio, wala siku mbili, kuna siku nyingi, wala siku 5, wala siku 10, wala siku 20, lakini mtakula muda wa mwezi mzima nyama. Amen. Hata hapo nyama hiyo itakapotoka katika mianzi ya pua zenu, nanyi mtaikinai. Kwa nini mnasema hata zinani kaditi zinaanza wewe? Yaani wamekula nyama mpaka zinanuka shombo. Amen. Hata hapo nyama hiyo itakapo mtaikinai. Kwa sababu mmemkataa Bwana aliye kati yenu toka Misri. Kwa maana gani? Musa akasema, watu hawa ambao mimi ni kati yao ni watu 600,000. Hao watu walikuwa wengi ba.
Endelea. Waendao kwa miguu nao wamesema nitawapa nyama ili wale muda wa mwezi mzima. Je, makundi ya kondoo na ng'ombe yatachinjwa kwa ajili yao ili kuwatosha? Mpaka Pastor John ameenda mbele za Mungu, anamuuliza, kwani utaandaa hizo makundi ya kondoo na hao makundi ya ng'ombe yote? Anamuuliza Mungu. Kama endelea. Amen. Au samaki wote wa baharini wote watolewe kwa baharini, waletwe hapa tukule wote. Amen. Au samaki wa baharini watakusanywa pamoja kwa ajili yao ili kuwatosha. Bwana akamwambia Musa, je, mkono wa Bwana umepungua urefu wake? Ni wapi mkono wa Bwana umepungua urefu wake? Amen. Tulia Musa, nifanye kazi yangu. Twende. Sasa utaona kwamba neno langu litatimizwa kwako au sivyo. Musa akatoka akawaambia watu maneno ya Bwana. Akawakutanisha watu 70 miongoni mwa wazee wa watu, akawaweka kuizunguka hema. Akanena naye, akatoa sehemu ya roho iliyokuwa juu ya Musa, akaitia juu ya wale wazee 70. Ikawa roho hiyo ilipowashukia wakatabiri, lakini hawakufanya hivyo tena. Amen. Lakini watu wawili walisalia kambini. Walisalia huko, hata hao hawakuja. Mungu ni wa maajabu. Jina la mmoja aliitwa Eldadi na jina la pili aliitwa Medadi. Na roho ile iliwashukia akawapata pia, nao walikuwa miongoni mwao. Mtu mmoja kijana akapiga mbio akaenda akamwambia Musa akasema, Eldadi na Medadi wanatoa unabii kambini. Unaona hao watu wafitini, wao walikuwa wamechaguliwa ni kwa sababu hawakufika katika hema yenye walikuwa wameamini, lakini Mungu akawapea ile roho ya Musa, wakaanza kutabiri huko. Mwingine nduki katika Pastor John, unaona kuna makitalina huko. Amen. Yoshua mwana wa Nuni, mtumishi wa Musa tangu ujana wake, akajibu akasema, Bwana wangu Musa, uwakataze. Musa akamwambia, je, umekuwa na wivu kwa ajili yangu? Umekuwa na wivu kwa ajili yangu mimi? Sasa ni Pastor John anamuongelesha Pastor Prince, maana nimeleta umbea. Amen. Huko wakataze baba. Tena naona tayari kiti cha Mungu akinachukuliwa, waambie waache hao wakataze. Baba anamjibu nini Pastor Prince? Sikiza. Amen. Je, umekuwa na wivu kwa ajili yangu? Umekuwa na wivu kwa ajili yangu. Ingekuwa heri kabisa kama watu wote wa Bwana wote wana Yerusalemu wangekuwa manabii, na kama Bwana angewatia roho yake kabisa. Unasikia hayo maneno? Amen. Anamwambia heri, usinionee wivu. Kama wana Yerusalemu wote wangekuwa na roho hiyo yangu, wakaujua huo mzigo, basi Kanaani tungefika rahisi. Amen. Maana tungekuwa hakuna malumbano, kila mmoja anajua. Sote tungekuwa tukielekea huko, kwa maana tunajua nini tunakifanya. Amen. Lakini hapa kuna wakina Yuda, yaani wanaitwa to and fro. Malizia hapo wanyama tu, malizia. Amen. Kisha Musa kaenda kaingia kambini, yeye na wale wazee wa Israeli. Kisha upepo ukavuma kutoka kwa Bwana, nao ukaleta kware nyama zikaenda zikirudi walipoona kware nani nyama sasa, twende na nyama.
Amen. Kisha upepo ukavuma kutoka kwa Bwana. Nao ukaleta kware kutoka pande za baharini. Nao ukawaacha wakaanguka karibu na kambi. Hapo karibu na kambi. Kama kiasi cha mwendo wa siku moja upande huu. Nasikia hiyo kazi. Karibu na kambi. Lakini kutembea kwake mpaka ufike hapo kwale siku moja. Ndio. Mungu si wa mchezo. Si rahisi. Nitakwambia kuingia Kanaani. Lakini utembee siku uenda na kurudi siku ngapi? Alafu hizo nyama siku twende na. Amen. Na kama kiasi cha mwendo wa siku moja upande huu. Kuizunguka. Nao akafikiria kiasi cha diraa 2 juu ya uso wa nchi. Watu wakaondoka mchana huo wote na usiku huo wote na siku ya pili yote kuwakusanya hao kware. Yeye aliyepata ya upungufu kuliko mwenziwe, yaani umepata kidogo kabisa, alipata kiasi cha homeri 10. Nao wakawalika wote kando ya kambi kuizunguka pande zote. Katikati ya meno yao, yaani umemenya tonge freshi, umekata kipande cha nyama sasa hapo katikati hapo kwenye ulimi. Kazi hapo. Kisha hapo hiyo nyama ilipokuwa ikali kati ya meno yao, hawajaitafuna bado. Hasira za Bwana ziliwaka juu ya watu. Hapo Bwana akawapiga watu kwa pigo 10. Amen. Jina la mahali pale likaitwa Kibroth Hataava. Maana ni hapo walipowazika hao. Amen. Maliza. Maana ni hapo walipowazika hao watu waliotamani wote. Sema wanataka samaki wa Misri walizikwa. Hawakutafuna nyama. Walipoweka tu katikati ya meno hapo hawakutafuna wote. Amen. Ndugu zangu, naongea kulalamika mahali hapa. Msomaji wangu, Mungu anasema tusilalamike. Chochote tunachopitia tukubaliane na hali. Maana ametutoa huko. Sasa hivi tuko jangwani, tuna utukufu tumeubeba. Hata kama tuko na shida, ni kweli tuko na shida. Hata mimi najua tuko na taabu. Tunalala njaa, tunafungiwa nyumba, tuna hustle, kazi zenyewe ni ngumu, lakini tunapata yaani unakuta mchawi hakuwezi, kuna mwingine hakuwezi, mwingine anakwenda vibaya kasi hakuwezi, ukiangalia huyu hakuwezi. Mpaka watu wanasema huyu ni mchawi, sijui huyu wana nini. Maana ni ile neema umeibeba. Amen. Kwa maana hiyo neema, ndugu zangu, tusimame katika hiyo neema, tusubiri wakati wa Mungu atakapotufikisha Kanaani, na sisi tusherehekee.